Kiongozi wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kihongosi ametoa ujumbe mzito na wa dharura kuhusu kushambuliwa kwa Rais Samia Suluhu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kenani Kihongosi ametoa wito kwa wananchi kuendelea kulinda na kudumisha umoja, amani na utulivu wa nchi, akisisitiza kuwa misingi hiyo ndiyo nguzo kuu ya maendeleo ya taifa. Kauli hii ameitoa wilayani Maleba mkoani Kagera katika mkutano wa hadhara uliohudhuriwa na wananchi pamoja na viongozi wa chama cha serikali. Katika maelezo yake, Kihongosi ameeleza kuwa hali ya amani iliyopo nchini si jambo la kawaida, bali ni matokeo ya juhudi za muda mrefu za viongozi, taasisi za serikali na pamoja na wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo amesema kuwa Tanzania imefanikiwa kuepuka migogoro mikubwa ya kisiasa na kijamii kwa sababu ya mshikamano uliopo miongoni mwa wananchi, hali ambayo imewezesha nchi kuendelea kupiga hatua za maendeleo katika sekta mbalimbali. Amesimama kuwa ni jukumu la kila mwananchi kuhakikisha kuwa hali hiyo inaendelea kudumishwa, hasa katika kipindi hiki ambacho dunia inakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Kiongozi amebainisha kuwa bila amani na utulivu, juhudi zozote za maendeleo haziwezi kuzaa matunda yaliyokusudiwa. Katika hotuba yake, amewatahadharisha wananchi dhidi ya watu aliowataja kuwa wanapanga kuvuruga hali ya utulivu nchini. Amesema kuwa kuna baadhi ya watu wanaofadhiliwa kwa nia ya kueneza migawanyiko, chuki na chokochoko, na ni jambo ambalo linaweza kuhatarisha mshikamano wa kitaifa. Na vilevile amesisitiza kuwa wananchi wanapaswa kuwa makini na taarifa wanazozipokea na kuhakikisha kuwa hawatashawishika kujiunga na vitendo vinavyoweza kuleta mgawanyiko. Kwa mujibu wa kiongozi, vitendo vya uchochezi vinaweza kusababisha athari kubwa, sio kwa kizazi cha sasa bali pia kwa vizazi vijavyo. Ameeleza kuwa historia ya baadhi ya mataifa inaonyesha wazi kuwa kukosekana kwa umoja na mshikamano huweza kusababisha migogoro ya muda mrefu ambayo huathiri uchumi, usalama na ustawi wa wananchi. Aidha, kiongozi amesisitiza kuwa si vyema kwa wananchi kushiriki katika makundi au harakati ambazo zinaashiria ubaguzi, chuki na uhasama. Amesema kuwa taifa linahitaji umoja wa wananchi wake wote bila kujali tofauti zao za kisiasa, kijamii au kiuchumi. Ameonya kuwa kuingia katika mkondo wa migawanyiko kunaweza kuathiri utulivu uliopo na hivyo kurudisha nyuma maendeleo yaliyopatikana. Na katika nukuu yake, Kihongosi amesema kuwa nchi inahitaji kulindwa na wananchi wote kwa pamoja na kwamba hakuna sababu ya kuruhusu hali ya fujo au migawanyiko kutokea. Amesisitiza kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha kuwa amani inalindwa kwa vitendo, ikiwa ni pamoja na kuepuka matamshi au vitendo vinavyoweza kuchochea chuki. Akizungumza mafanikio ya Tanzania katika kudumisha amani, Kihongosi ameeleza kuwa nchi imejijengea heshima kubwa kimataifa kutokana na utulivu wake wa kisiasa. Amesema kuwa hali hiyo imeifanya Tanzania kuwa kivutio cha uwekezaji na ushirikiano wa kimataifa, hali inayochangia kukuza uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Ameongeza kuwa ustaarabu wa kisiasa unaendelea kuimarika nchini na ni moja ya sababu zinazochangia kuwepo kwa mazingira bora ya maendeleo. Amesema kuwa ni muhimu kwa vyama vya siasa, viongozi na wananchi kwa ujumla kuheshimu misingi ya demokrasia na kuhakikisha kuwa tofauti za kisiasa hazigeuki kuwa chanzo cha migogoro. Na katika hatua nyingine, kiongozi amewataka wananchi kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuleta maendeleo. Amesema kuwa serikali inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta za afya, elimu, miundombinu na uchumi, lakini mafanikio ya miradi hiyo yanategemea zaidi ushirikiano na mshikamano wa wananchi. Ameeleza kuwa maendeleo hayawezi kupatikana kwa juhudi za serikali pekee, bali yanahitaji ushiriki wa wananchi wote katika kulinda rasilimali za taifa.
na kuhakikisha kuwa zinatumika kwa manufaa ya wote. Vilevile amesisitiza kuwa wananchi wanapaswa kuwa na mtazamo chanya kuhusu maendeleo na kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji. Kiongozi pia amegusia umuhimu wa kulinda maslahi mapana ya taifa, akisema kuwa kila Mtanzania anapaswa kuweka mbele maslahi ya nchi badala ya maslahi binafsi au ya makundi. Vilevile amesema kuwa kufanya hivyo kutasaidia kuimarisha mshikamano na kuhakikisha kuwa taifa linaendelea kusonga mbele kwa pamoja. Kwa upande wa usalama, amesisitiza kuwa vyombo vya dola vinaendelea kufanya kazi yao ya kulinda amani na usalama wa nchi, lakini juhudi hizo zinapaswa kuungwa mkono na wananchi kwa kutoa ushirikiano pale anapohitajika. Amesema wazi kuwa taarifa za mapema kuhusu vitendo vya uhalifu na uchochezi vinaweza kusaidia kuzuia matukio yasiyotakiwa. Amehimiza wananchi kutumia njia sahihi za kisheria katika kutoa maoni yao au kushughulikia changamoto wanazokutana nazo badala ya kuchukua hatua zinazoweza kuvuruga amani. Amesema kuwa mfano wa kisheria uliopo unatoa nafasi kwa kila mtu kusikilizwa na kupata haki yake. Na katika hitimisho la hotuba yake, kiongozi alisisitiza tena umuhimu wa umoja, amani na utulivu, akieleza kuwa tunu hizo ni urithi muhimu ambao unaweza kulindwa kwa gharama yoyote. Vilevile amesema kuwa kizazi cha sasa kina jukumu la kuhakikisha kuwa kinawaachia vizazi vijavyo nchi iliyo na imara, venye mshikamano na venye fursa za maendeleo. Kwa ujumla, wito wa kiongozi unakuja katika kipindi ambacho nchi inaendelea na jitihada za kuimarisha uchumi na kuboresha huduma za kijamii. Kauli yake inaakisi msimamo wa viongozi wa chama na serikali katika kuhakikisha kuwa amani na utulivu vinaendelea kuwa kipaumbele cha taifa. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kuwa kauli kama hizi ni muhimu katika kuimarisha mshikamano wa kitaifa, hasa katika nyakati ambazo kuna uwezekano na kuwepo kwa mvutano wa kisiasa. Wanasema kuwa ni muhimu kwa viongozi kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kudumisha amani na kuepuka vitendo vya uchochezi. Hata hivyo, wanasisitiza pia umuhimu wa kuwepo kwa majukwaa ya wazi ya mazungumzo ili wananchi waweze kutoa maoni yao na kushiriki kikamilifu katika mchakato wa maendeleo ya taifa. Wanasema kuwa ushirikishwaji wa wananchi ni moja ya njia bora za kuimarisha demokrasia na kudumisha utulivu wa nchi. Kwa sasa macho na masikio ya wananchi yanaendelea kuelekezwa katika utekelezwaji wa wito huo, huku wengi wakitarajiwa kuendelea kushiriki katika juhudi za kulinda amani na mshikamano wa taifa. Serikali ya wadau mbalimbali wanaendeleza na kuendelea kusisitiza umuhimu wa kuendeleza maadili ya taifa ambayo yamekuwa nguzo ya mafanikio ya Tanzania kwa muda mrefu. Ni hayo tuliyokuandalia mpenzi mtazamaji, kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokupatia uchambuzi huu wa kina na taarifa za kina. Zidi kuwa nasi kila wakati, subscribe, like na kushare video zetu.